ACT Wazalendo tumejitoa kushiriki vikao vya baraza la vyama vya siasa. Hapa Dar es Salaam ndio ilikuwa kitovu cha harakati za kupigania uhuru wa taifa letu. Hapa Dar es Salaam ndio ilikuwa kitovu cha harakati na vuguvugu la kupigania kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi. Na Tanzania iliongozwa kutokea Dar es Salaam kuona demokrasia katika nchi hii inawafanya Watanzania waweze kuchagua viongozi wake. Na ndio maana mwaka 2015 Dar es Salaam ndio ilikuwa jiji la Dar es Salaam lilikabidhiwa kwa wapinzani. Wananchi wa Dar es Salaam waliona Ikulu ikiwa hapa, CCM wakiwa wanaongoza Ikulu kutokea Dar es Salaam, Benki Kuu ya Tanzania iko hapa. Kila siku tuna ripoti za wizi na ufisadi unaofanywa na watawala. Wana Dar es Salaam waliongoza Tanzania kuing'oa CCM hapa Dar es Salaam. Na kufikia hapo kuna mashujaa wengi. Dar es Salaam ina damu za raia wengi ambao hawakuwa tayari kushuhudia nchi hii ikiendelea kuongozwa kwa matakwa ya mitutu ya bunduki, kwa matakwa ya matamko ya vitisho na kujaza hofu raia. Maandamano yote yanayorejewa ya historia ya kupigania mabadiliko katika nchi hii yalifanyika Dar es Salaam. Ni wana Dar es Salaam ndio ambao waliwaonesha Watanzania namna gani ya kupigania haki zao. Na huo ndio wajibu ambao mimi nataka kuwakumbusha watu wa Dar es Salaam. Uchaguzi huu hapa ndani leo tuna mwenyekiti mmoja tu wa serikali za mitaa. Na ndio mwenyekiti pekee Dar es Salaam, jiji ambalo pale uchaguzi ulipokuwa angalau na uhuru lilikabidhiwa kwa wapinzani. Eti leo Dar es Salaam hii ambayo haina ajira, Dar es Salaam ambayo kila siku inapiga wamachinga, Dar es Salaam ambayo wamama, kina mama ntilie, wafanyabiashara wadogo wadogo wamegeuka ni mawindo wa askari wa jiji kila siku. Eti leo Dar es Salaam inatoa mwenyekiti mmoja wa serikali za mitaa. Sasa ndugu zangu, nataka kuwakumbusha kwamba kuna mahali tulifika. Tumeondoka, tunapaswa kurudi. Mwaka 2014 katika nchi hii na hapa Dar es Salaam, CCM walikuwa hawawezi hata kuvaa sare mitaani. Na moja kati ya mashahidi wa hili ni aliyekuwa katibu mwenezi wa CCM Nape Nnauye. Wakati ule anashughulikiwa na Magufuli, alisema hadharani kwamba alifanya kazi kubwa kwa sababu ilifika mahali katika nchi hii CCM hawawezi kuvaa sare wakapita mitaani. Kila mmoja aliwaambia CCM, aliwazomea kwamba ni wezi, ni mafisadi, wanaua watu hospitali, wanauza maiti, hawaajiri vijana wetu. CCM walifika mahala wakaona haya, hata sare walikuwa hawavai mtaani. Sasa ndugu zangu, tulipofika leo ni mahali pabaya sana ambapo raia wote wakifika hapo basi udhalimu utaendelea kwenye nchi. Tumefika mahali leo gharama ya kutuibia kwenye uchaguzi, ni maneno tu makali. Leo tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tunakwenda kwenye uchaguzi. Wananchi wanamuona mtendaji, wanamuona msimamizi wa uchaguzi anaruhusu kura haramu zinaingizwa kwenye sanduku la kura. Wananchi wanaona mchakato wa wizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini baada ya hapo wananchi wanatoka kwenda kuhadithia kwamba tumeibiwa uchaguzi. Hapa lazima tutoke. Mwaka 2014 2015
gharama ya kuwaibia wananchi haki yao ya kuchagua kiongozi katika nchi hii ilikuwa pale serikali inapoiba diwani, basi mtendaji aliyomtangaza huyo diwani, serikali inapata gharama ya kumuhamisha kwenye hiyo kata. Mkurugenzi aliyekuwa mkurugenzi wa halmashauri ya Tandahimba mwaka 2010 alipomtangaza Njwayo kwamba ndio mbunge wa Tandahimba, baadaye ya Katani, siku ya pili serikali ilimhamisha mkurugenzi kumtoa Tandahimba kumtafutia halmashauri ya kukaa. Nataka niwaambie ndugu zangu, pale ambapo mifumo ya utendaji haki katika nchi imekufa, wajibu wa kunusuru taifa unarudi kwa raia wake. Ni lazima tujiulize, inakuwaje leo tunakaa na waliotuibia kura mtaani, hata kuwazomea tumeshindwa? Tujiulize, inakuwaje leo watu walioshiriki kuiba kura wana ujasiri wa kuja vijiweni kuhadithia namna ambavyo wameshiriki mchakato wa kuiba kura? Tunawaangalia, hawafanyi chochote, hata kuzomewa hawazomewi. Hali ikiwa hivyo, wenye maswali mengi ya kujibu ni sisi ambao tunaishi katika mazingira ya namna hii. Ni lazima gharama ya kupoka haki. Ndugu zangu, katika nchi hii tukisema Mkwawa ni shujaa wa taifa letu wa kupigania uhuru wa nchi hii, Mkwawa alikuwa anapigania haki ya kuamua nani ni kiongozi katika taifa lake. Aliuawa. Abushiri bin Salim wa Saadani aliuawa akipigania haki ya kuamua nani ni kiongozi kwenye taifa lake. Waliopigana kwenye vita vya Majimaji, zaidi ya Watanzania, Watanganyika 300,000 waliuawa kwenye vita vya Majimaji. Hawakupigania kupata barabara, walikuwa wanapigania haki ya kuamua nani ni kiongozi wake. Na jitihada hizo ndio zilizaa uhuru wa taifa letu. Haiwezekani unadhulumiwa haki ya uraia wako. Unapokubali haki ya uraia wako idhulumiwe, umekubali kuwa mtumwa kwenye taifa lako. Hatupaswi kukubali kuwa watumwa kwenye taifa letu. Sawa sawa? Sawa sawa Dar es Salaam. Sawa sawa watu wa Pwani. Ujumbe wangu ni kwamba sisi kama viongozi wa ACT Wazalendo tuwaambie Watanzania wao sio watumwa kwenye taifa hili. Sisi wamejipa haki ya kufanya wanavyotaka. Sisi hatupaswi kuwapa majawabu ya kuwa tuko tayari kufanywa vyovyote mpaka sisi watakavyotaka kubadilika. Ndio maana baada ya kutafakari, tumetoka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tulikwenda kwenye baraza la vyama vya siasa hapa nchini, tukafanya majadiliano. Tumefanya majadiliano ya msingi kwenye kutafuta mageuzi ya kisiasa kwenye nchi hii. Rais Samia akaja akatoa ahadi ambayo nyote mnaifahamu. Tukapata kikosi kazi, tukapata sheria mpya za uchaguzi. Tulipoona mambo hayaendi sawa sawa, tukakutana kwenye baraza la vyama Dodoma wakati wa mchakato wa uchaguzi wa serikali za mitaa, na TAMISEMI wakatuletea naibu waziri kujadiliana naye. Tukaainisha mambo yote ambayo yanapaswa kufanyiwa kazi. Kumbe wakati sisi viongozi wa vyama tunafanya jitihada kuonesha kwamba haya ndio mapungufu, wenzetu walikuwa wanasikiliza maeneo gani ambayo wakitupiga tunaumia wakayafanyie kazi. Sasa tumetoka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Nchi hii ambayo kwa miaka 5 imeongozwa na vijiji, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa ambao hawakuchaguliwa na raia,
inapewa tena maumivu ya miaka 5 mingine ya kuongozwa na watu ambao hawana haki kutoka kwa wapiga kura wa taifa lao, tena kwenye levo ya mtaa, tena kwa gharama mpaka ya risasi. Yaani mpaka mwenyekiti, mgombea wa mwenyekiti wa kitongoji anapigwa risasi. CCM leo wanataka damu hata wanapotaka mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mwenyekiti wa kijiji. Tumerudi kwenye baraza la vyama, tunawaambia ni lazima tukutane, tujadili mambo haya. Hatuwezi kukutana hapa kama watu wazima kuja kujadili namna demokrasia ya nchi yetu inavyofanya kazi. Msajili wa vyama ambaye ndio katibu anakwepa kuiweka ajenda ya kujadili uharibifu uliofanywa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, na wanatutaka wenyewe kwenye vikao ambavyo hata ajenda hawasemi, vikao vinavyotaka tufanye maandalizi ya uchaguzi mwingine, yani tukafanye maandalizi ya Watanzania kuuawa awamu nyingine bila kuhangaika namna gani watajisalimisha. Tumekataa jambo hili. Na ndio maana katibu mkuu wetu jana amemwandikia msajili wa vyama vya siasa ambaye ndio katibu wa baraza, na ametoa taarifa kwa umma kupitia vyombo vya habari. ACT Wazalendo tumejitoa kushiriki vikao vya baraza la vyama vya siasa. Mpaka pale watakapokubali kuja mezani kujadili wale waliouawa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kujadili kwa nini watu walienguliwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kujadili kwa nini mainspekta wa polisi waliingia na makaratasi ya kura kwenye vituo vya kupigia kura. Kujadili kwa nini wizi wa kura unafanywa na wasimamizi wa vituo vya kupigia kura. Wakiwa tayari kuja kujadili haya, ACT Wazalendo itajadili na kutafuta suluhisho. Na tumeshasema kile kilichopita ni uchafuzi, unapaswa kuwekwa pembeni ili turejee upya uchaguzi wa serikali za mitaa. Vinginevyo ACT Wazalendo haitakuwa sehemu ya watu ambao wataenda kubariki michakato miovu ya kupoka mamlaka ya raia kwenye taifa letu.